Swali lingine, kama Shia atajichinja, je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kwa kifo hicho atachinja? Je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kula kile kichinjo chake? Jamani, narudia tena, hawa Mashia njaa hawa humu kwetu hawa, sawa? Hawa Mashia usioelewa hawa bado ni mzetu. Mshanielewa? Mara kuna jamaa anauza mitumba sokoni, Shia hamna kitu chochote, haji chochote huyo. Mara kuna bodaboda ya Shia hamna kitu. Mara kuna madereva daladala wanaendesha baiskeli barabarani na wenyewe pia Mashia. Unakuta siku ya Ashura wamevaa mafulana meusi ya Hussein. Hamna kitu, hawajielewi kabisa. Kwa wale unamuita pembeni, unakania pembeni, wewe umevaa fulana ya nini? Mimi nimevaa tu, sijui kinachoendelea. Ayavua hii ni mavazi la hii, wanaovaa fulana hii ni wafasi wa Firauni. Kumbe atavua haji chochote. Nadhani maswali yatakuwa yamekwisha. Haya maswali haya yaliyojibiwa haya yaweke pembeni. Haya maswali ambayo hayajibiwa tutakuja kuyajibu kesho inshallah katika darasa ya kesho. Kesho tutajitahidi kumaliza pengine hivi vilivyobakia. Mwisho kabisa, napenda kuwanasihi vijana wenzangu, tujitahidi sana kufuatilia dini yetu. Shia, mimi nawazungumza hapa na Shia, lakini msije mkadhani kama ni watu wepesi hivyo. Kwa sababu ni watu ambao wamesoma, wale wasomi wao wamesoma, halafu wanashuku hatata sana na wana uwezo mkubwa wa kimaarifa, hasa wanapokutana na watu ambao maarifa yao ni madogo. Kwa katika tahadhari kubwa ninayokupa kijana wa Kiislamu, ukisikia huyu ni shekhi wa Kishia, usimtakie sikio kumsikiliza, utaangalia. Shaelewa? Vijana wengi walioingia katika ushia ni baada ya kutega masikio yao kusikiliza kina nani? Shia. Akaanza, shekhe, nimesikia kina kitu fulani na kitu fulani. Umesikiliza ya nini sasa? Kuna huwezi tena kuyajibu. Kwa hiyo tulizana. Utaratibu huu ambao tumeuanzisha ni utaratibu ambao tutakuwa tunaufanya kwa kila mwaka mara 2 au mara 3. Ima katika msikiti huu au katika msikiti mwingine ya mjini. Lakini utaratibu endelevu, kwa sababu Shia haujaanza leo. Shia umeanza karne ya 2 Hijiria. Yaani kipindi na Shia unaanza, masahaba wa mtume wapo, fikra hizo zimeanza, kama ni fikra kongwe, zinasomeshwa, zinarithishwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo sisi hatuna uwezo wa kuufuta ushia Tabora, hatuna uwezo huo. Tunachokifanya sisi ni kutoa taaluma, wewe uelewe, na wewe utakuwa umeelewa kama ueleweshe na nani? Mzako. Kwa hiyo kile ambacho unachokijua basi naomba ukishike na vile vile umfikishie mwenzako. Kile ambacho ukijui acha. Katika watu wanaowindwa ni wanawake. Wanawake wanawindwa sana na Mashia. Na katika watu wanaochukuliwa na Mashia, wanawake wanaongozwa. Na ndio maana katika semina hii pia wanawake tukawaalika. Na sababu kubwa ya kuwachukua wanawake ni kwamba wanawake ndio wenye uwezo wa kuwamiliki wanaume. Sisi tunafahamu kuna mijitu ina miili mikubwa, vifua vipana, akiwa kwa wanaume wenzake na sauti nene, kali sana, korofi sana, lakini akiingia kwa mwanamke zezeta, hakuna kama yeye.
finya. Wala si lazima afanywe dawa, anafanyiwa mambo tu, anakuwa mapenzi tu hayo, analeweshwa na kuwa haielewi chochote. Hata ukimletea habari na mke wako bana amekuwa Shia, uongo tu. Nyinyi ni husudu kwa sababu ya hivi na hivi kwa mke wangu. Sasa wenyewe wanawachukua mabinti na wanachukua kina mama wanaingiza katika Ushia. Hawa kina mama hawa wameshawamiliki waume zao, na hawa mabinti hawa wana uwezo wa kuwamiliki waume zao. Kwa hiyo wewe unajifanya wewe ni Sunni, lakini mke wako anakwenda pale tuwatugawe pale, wakagawane vizuri. Anakwenda na kwa mafunzo ya Kishia, anarudi nyumbani kwako. Mara mtoto anakuwa Shia. Kwani ni mara ngapi hapa unakuta mzee anapinga, yani mzee hakubaliani na mke wake juu ya malezi anayotoa kwa mtoto wake, lakini hawezi kumkataza. Sasa nitafanyaje mimi? Mama Juma ndo shaamua hivyo, nitafanyaje mimi? Sina kufanya mtihani Sheikh. Wanawake sasa mtihani sana. Inataka hivyo mtoto wako anakuwa Shia, mtoto pili anakuwa Shia, mtoto anakuwa Shia. Matokeo yake pia naye mzee anakuwa Shia. Au mzee sio Shia, mtoto anakuwa ni Shia na bakia. Mimi nishazaa, jukumu lao ni wao wenyewe kujua haki kwa wapi. Sasa dada zetu, mama zetu, lazima tuwalingane katika hili jambo. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie pesi sisi sote. Kwa muda huu unatosha. Inshallah tutaendelea kesho. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Watu waende wakasome makala. Swali la kwanza katika maswali yaliyoandikwa, je, inafaa kumtolea salamu Shia kwa kumwambia assalamu alaikum? Shia wapo katika aina mbili. Kuna mashia njaa, wajinga, hawaelewi chochote, hawa bado ni Waislamu. Wajinga hamna lolote, njaa pia inawasumbua, hawa bado ni Waislamu. Tunawatolea salamu, tunakaa nao, tunawanasihi. Wajinga hawaelewi chochote, umeshaelewana? Ama wale ambao wamesoma, wanaelewa, wana maarifa katika dini, hawa hukumu yao tofauti na hawa. Nadhani pameeleweka. Si mkatoka hapa Sheikh kusalimia usiitikie, la. Ama sio uswahilini na tulikuwa nao chemchemu hawa, hawa vijana wa chemchemu, si vijana uongoni huko waliingia katika Ushia. Ni njaa, kuna lolote? Hamna lolote, ni njaa tunasumbua. Kwa hiyo tusikae nao sana mbali, tunatakiwa tuwarejeshe katika njia sawa sawa. Tumeshaelewana? Kwa hiyo ni ipi hukumu ya Hussein katika kutaka kushirikiana na Mashia kumwondoa mtawala Yazid bin Muawiya kwa mujibu wa Uislamu? Hii tutazungumza kesho inshallah. Swali lingine, nini tofauti ya Shia Imamia, Ar-Rafidha na Shia Zaidia? Hili tutalizungumza kesho inshallah. Sababu nitajia maelezo. Hii historia ya Hussein zaidi ya Mashia wa Kufa ipo katika vitabu vya Kishia au vitabu vya Sunna. Historia ya Hussein imeandikwa na wanachuoni wote. Wanachuoni wa Sunna wameandika historia ya Hussein na kifo chake, na wanachuoni wa Kishia pia wameandika historia ya Hussein na kifo chake. Na haya maelezo tutakayo